Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Machi 21 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunalitukuza jina lako kwa nafasi hii ya pekee uliyotupatia leo. Enda nasi tunapojifunza somo hili katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema, ni urithi wa aina gani? Kitabu cha Waamuzi sura ya 13 ya 12 ndiyo fungu elekezi inalosema, Manoa akasema, basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia, je, huyu mtoto atakuwa wa namna gani? Na kazi yake itakuwa ni nini? Maneno yaliyosemwa kwa mke wa Manoa yana ukweli ambao akina mama wa leo watafanya vyema kujifunza. Mtoto ataathiriwa kwa ajili ya wema au kwa ubaya na tabia za mama. Lazima yeye mwenyewe atawaliwe na kanuni, na lazima afanyie kazi kiasi na kujikana nafsi ikiwa anataka ustawi wa mtoto wake. Ikiwa hana msimamo kabla ya kuzaliwa kwa mtoto wake, ikiwa ni mbinafsi wa kukasirika hovyo na wa kutaka mambo kwa lazima, tabia ya mtoto wake itabeba alama za njia yake mbaya. Lakini ikiwa atashikilia yaliyo haki kwa uthabiti, ikiwa ni mwema, mwenye upole na asiye mbinafsi, atamrithisha mtoto wake sifa hizi za tabia. Na akina baba pia wanahusika katika jukumu hili. Wazazi wote wawili huhamisha tabia zao wenyewe kiakili na kimwili, silka na uchu wao wa chakula kwa watoto wao. Swali la kila baba na mama linapaswa kuwa, je, tunapaswa kumfanyia nini huyo mtoto atakayezaliwa kwetu? Athari za mvuto wa wakati wa ujauzito hazijazingatiwa na wengi, lakini maagizo yaliyoletwa toka mbinguni kwa wazazi wale wa Kiebrania yanaonyesha jinsi jambo hilo linavyozingatiwa na Muumbaji wetu. Mama ambaye ni mwalimu anayefaa kwa watoto wake lazima, kabla ya kuzaliwa kwao, aunde mwenendo wa kujikana nafsi na kujitawala, kwa maana anahamishia kwa watoto wake tabia zake mwenyewe, tabia zake zenye nguvu au zilizo dhaifu. Adui wa roho anaelewa jambo hili vizuri kuliko wazazi wengi. Ataleta majaribu kwa mama, akijua kwamba ikiwa hatampinga, anaweza kumzuru mtoto kupitia kwake. Tumaini pekee kwa mama li katika Mungu. Hataomba msaada bure. Atamwezesha kuhamishia kwa watoto wake tabia ambazo zitawasaidia kupata mafanikio katika maisha haya na kupata uzima wa milele. Leo ni Machi 21, mada ikisema, ni urithi wa aina gani? Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponiandama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha